Na jinsi ya kunena kwa lugha tukawaambia hivi, sema asante Yesu, ongea haraka haraka, watu wanatoa kamasi, watu wanatoa mate, eti wamejazwa Roho Mtakatifu. Kweli kabisa, wewe mchungaji, kweli hiyo ndio njia ya kumtambua mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu? Biblia inazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Yesu akawa anawaaga wanafunzi wake baada ya kufufuka, anasema, sintawacha peke yenu, mimi naondoka, lakini nitamtuma Roho Mtakatifu aishi na nyinyi kama msaidizi kwenye utumishi wenu, nanyi mutapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Tofauti ya maagizo ya Yesu Kristo na wachungaji wa kileo, tulipokea mafundisho manyonge, na sisi kwa uchanga wetu ule ule, kwa unyonge ule ule, tukawafundisha watu, tukawaaminisha watu kwamba ili ujue kwamba umempokea Roho Mtakatifu, umejazwa Roho Mtakatifu, hebu nena kwa lugha. Na jinsi ya kunena kwa lugha tukawaambia hivi, sema asante Yesu, ongea haraka haraka, watu wanatoa kamasi, watu wanatoa mate, eti wamejazwa Roho Mtakatifu. Kweli kabisa, wewe mchungaji, kweli hiyo ndio njia ya kumtambua mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu? Wewe mwinjilisti uliyekazana na mafundisho hayo kuwajaza watu Roho Mtakatifu, unawaandaa watu eti watampokea Roho Mtakatifu, eti watampokea Roho Mtakatifu. Wajiandae. Kazi ya Roho Mtakatifu naijua wewe. Inawezekana waliopita walikudanganya, lakini hata maandiko huwezi ukaendelea kuyasoma ili ujifunze kazi ya Roho Mtakatifu ni nini. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha. Paulo anakataa, anasema anayenena kwa lugha katika kitabu cha Wakorinto anajijenga mwenyewe, anajiimarisha mwenyewe. Sasa mtu anakuambia ombea sadaka, unaanza kunena kwa lugha. Tupo kwenye maombi, kila mtu aombee kanisa, aombee taifa, unanena kwa lugha. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2, walipokwepo mjini wamekusanyika siku ya Pentekosti, wanamsubiri Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Kwa nini walinena kwa lugha? Waliongea lugha ile ili kuwafanya wale watu wa mataifa mengine waliohudhuria pale, wasiokijua Kiebrania, wasikie kwa lugha yao mambo ambayo Mungu anataka wayafanye wanadamu. Hawakuongea kwa lugha kwa sababu wanajisikia kunena kwa lugha. Waliongea kwa lugha kwa sababu Mungu amewaamuru wanene kwa lugha. Biblia inasema hivi, watu wa mataifa mbalimbali, watu wa kila lugha waliokwepo pale Yerusalemu waliwasikia kwa lugha zao. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya sura 61, Bwana Mungu amenipa roho yake. Amepewa ili afanye nini? Kuwahubiri wanyonge habari njema, kuwahubiri wafungwa habari ya kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Bwana Mungu wetu, kuwatangazia mateka habari ya uhuru wao, kuwatangazia wafungwa waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waamuzi sura 13, Roho ya Mungu ikamtaharakisha, ikamsukuma. The Spirit of God has started to work inside of Samson. Roho ya Mungu ikaanza kumsumbua, ikaanza kufanya kazi ndani ya Samsoni. Ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha, na Wakristo wameendelea na hiyo kasumba. Yani kama mchungaji wao ananenaga raba 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 raba, unashikia nayo umeshirika nayo raba 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 raba, kiongozi nayo wa maombi raba raba raba. Yani wamekaririshwa hivyo tu, ujinga tu, na ndo maana matatizo hayaishi makanisani, na ndo maana magonjwa hawaponi makanisani, na ndo maana wapagani hawaishi kanisani, washirikina wanaoshinda kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu hawana ile nguvu ya Mungu ya kuwasaidia kutatua shida zao, kuwaweka kwenye utajiri, kufanikisha biashara zao. Kwa wapo kanisani kwa sababu waliamua kusali, wapo kanisani kwa sababu walishaanza kusali, lakini kazi ya Roho Mtakatifu hawaijui. Kwa nini wapo kanisani? Hawajui. Wanafikiri wapo kanisani ili waje kuzikwa vizuri, wanafikiri wapo kanisani ili wakipata shida waje kuonwa, wakipata matatizo waje kuonwa. Lakini linapokuja swala la uchumi, linapokuja swala la magonjwa, zinapokuja changamoto za watoto kuteseka, ndo hawa sasa unakuta wakaamua kuwatafuta waganga wa kienyeji. Sikia nikwambie wewe, Isaya anasema Roho ya Bwana iko juu yangu, na hiyo Roho imenipa kazi ya kuwafanya wafungwa wafunguliwe, wale mateka waachiliwe, wasiopona magonjwa wapone. Ndo kazi ya Roho Mtakatifu, na kutangaza mwaka wa vita kwa wale waliopigana na wewe, kusudi Roho Mtakatifu akuongoze kwenye vita, na kwenye vita usishindwe bali ukashinde.
katika Mathayo sura 4, na Roho wa Bwana akamwongoza Yesu jangwani, na kule jangwani alimwongoza, alimpeleka ili akajaribiwe, ili akafanye vita, ili akapambane. Biblia inasema Yesu Kristo alipofika kule jangwani, alipoona ule mziki mwamba wamejipanga, wamekusudia kuua huyu jamaa kule bondeni na kuhakikisha harudi mjini huyu dogo. Biblia inasema Yesu akasema siri usiku, siri mchana, akafunga mchana na usiku siku 40, akatoboa. Siku ya mwisho shetani anajionyesha kwa umbo la nyoka, anaanza kumjaribu, majaribu matatu. Yesu akatoboa, akarudi mjini akiwa ameshinda vita. Wewe kwenye jaribu lako unashinda vita? Wewe kwenye hiyo vita yako unashinda? Huwezi ukashinda, sababu Roho Mtakatifu hayupo. Hicho kinachonena kanisani, kinachonena kwenye maombi sio Roho, ni wewe hapo. Umekaririshwa. Watu wengi walioshinda vita kwenye Biblia tunaowasoma ni kwa sababu walijazwa na nguvu za Mungu. Kama ukitaka ushinde jaribu lako, mpokee Roho Mtakatifu. Na huyo Roho hatumpokei kwa kusubiri eti anza kunena kwa lugha, anza kusema asante Yesu, asante Yesu. Hayuko hivyo. Anza kumwomba Roho Mtakatifu. Anza kumwomba Mungu kwamba namhitaji Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya huduma yangu, kwa ajili ya nisikilize mchungaji, nisikilize nabii, baba wa kiroho. Biblia inasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Kwa mimi nimejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naongea kama nabii. Hebu badilisha hiyo lugha, acha mazoea hayo. Huo ni ujinga bwana. Wafundishe watu kuongea lugha ya Mungu. Na kwa faida gani? Wakimaliza kuongea hiyo lugha, wamesikia nini? Wameambiwa nini? Wametumwa wapi? Isaya anasema Roho ya Mungu iko juu yangu, amenituma kuwaganga wagonjwa, waliovunjika moyo ni watibu. Wewe hiyo Roho inakutumaga wapi? Ukishamaliza kuomba, ukishamaliza kunena kwa lugha, inakutuma ufanye nini? Ukitoka Mbeya umemchukia mtu, ukimwona tu nje kule hujamsamehe, bado una moyo ule wa kisasi, wa malipizi, wa ubaya, wa kichawi. Lugha gani uliokuwa unanena kanisani? Lugha gani uliokuwa unaongea mule ibadani? Na sadaka umetoa. Jinga wewe, jinga wewe.